Kwa hiyo Uislamu uliandaliwa kabla ya Muhammad hajazaliwa. Ilikuwa ni plan, ni strategy ya kuliangamiza kanisa la Orthodox. Ukiutafuta Uislamu kwa historia kuanzia Adam kabla ya mpaka kwa Muhammad, huwezi kukuta Uislamu. Qur'an yenyewe haijitoshelezi kuunda Uislamu. Nipe nguzo 5 Uislamu ndani ya Qur'an. Haziko. Yale maneno ambayo yanazungumzia habari za Yesu ndani ya Qur'an yametokana na Injili za Apokrifa. Ukisikia Apokrifa ni maandiko yaliyokuja baada ya mitume kufa, ambayo ilikuwa ina contradict mafundisho ya mitume na uandishi wake haujulikani. Na haya mapokeo ndio Wakatoliki pia wameyachukua, yako pale Vatican. Hata kuhusu kwamba Yesu aliumba ndege akampuliza, ipo kwenye Injili ya Apokrifa ya Yakobo. Kwa hiyo Qur'ani imechukua zile dogma, maana ikasema kwamba Uislamu Wakatoliki walichukua ile madogma wakayatupia kule. Kwa hiyo Uislamu ni mchanganyiko wa vitu vitatu: Uyahudi, Ukristo na upagani wa Maka. Mtazamaji wa channel yetu, tunakaa hapa na Mwalimu Jeff Masawe. Mwalimu Jeff, leo tumekuja hapa kwa sababu ya maswali ambayo hasa yanatokana na vipindi ambavyo tumewahi kuvifanya huko nyuma. Tukifanya vipindi mara nyingi kuhusiana na Uislamu, huwa unagusia hili swala la kwamba Uislamu uliundwa na Wakatoliki kwa ajili ya malengo maalum. Huwa unasisitiza mara nyingi sana. Sasa hii inatuletea maswali mengi sana, kwa sababu kwa mujibu wa elimu ya Kiislamu ni kwamba Uislamu ni dini ambayo mwanadamu ameumbwa nayo. Yaani Mwenyezi Mungu aliumba mwenyewe. Kwa hiyo watu wote ambao wamekuwa waumini wa kweli wakimfuata Mwenyezi Mungu walikuwa Waislamu. Wewe leo unapokuja kutuambia Uislamu umeanzishwa na Wakatoliki au umeundwa na Wakatoliki kwa malengo maalum, kidogo unakuna tochanganya, na mara nyingi hujawahi kuwa na ushahidi ule concrete kabisa kwa ajili ya kuthibitisha. Kwa hiyo leo nikasema kwa nini tusifanye hiki kipindi tukitoa ushahidi unaomakinika kabisa kwamba ni kweli Wakatoliki walianzisha Uislamu, au labda wewe huwa unaongea tu kwa sababu wewe ni Mkristo na kuna chuki za kidini baina ya Wakristo na Waislamu, labda kuna hako kachuki na wewe unakuwa nako. Karibu sana mwalimu, tuweze kuongea. Kwanza wasalimia watazamaji wetu. Shalom shalom, kwa Kiswahili amani iwe kwenu. Ndio. Kwanza mimi nataka nijue mwalimu, wewe Uislamu ni kweli unaujua Uislamu? Kwa sababu Uislamu mara nyingi wengine kama sisi Wakristo tunaongeaga kwa kusikia na kuona watu wanaenda misikitini wamevaa kanzu, basi tunajua hao ni Waislamu, lakini kwamba kabisa Uislamu upo hivi Wakristo wengi hawajui. Labda wewe unaweza kusema unaujua? Uislamu nimefanya utafiti. Kila kitu bwana simulizi ukifanya utafiti utakielewa katika ulimwengu. Na pia nimebahatika kusoma vitabu vingi. Hata hapo umekuja kwangu hapo umeona vitabu viko vingi sana navyo hapo kwa ajili ya kuchunguza mambo kaza wa kaza. Kwa hiyo mtu yote ataka kujua Uislamu anaujua. Na hata leo kuna shangaa, kuna mtu kwa ni Mkristo akaja akasilimu akawa Muislamu. Sawa. Na vile vile Muislamu akaja akabatizwa akawa Mkristo, na maana kwa amesoma. Kwa hiyo mimi nimekaa sana na Uislamu muda mrefu na nimefanya study sana kuhusu sana Uislamu. Sawa. Kwa hiyo naweza nikaelezea. Na pia namshukuru Mungu nimejizatiti sana kusoma historia ya dunia. Okay. Na kwa vitabu ambavyo ni legible kabisa. Okay. Si tu mambo ya kusikia tu hivi naambiwa na mtu na mimi nachukua na kuongea. Okay. Naweza nikahojiwa na nikatetea hoja yangu hiyo kwa vitabu na kwa ushahidi yakinifu. Tena kupitia vitabu vya Waislamu wenyewe na vitabu vingine kuhusiana na hoja ambayo umejenga hapa kwamba au ambayo nimeshaizungumza. Yeah. Kwamba je, Uislamu uliundwa na Katoliki? Okay. Ndio. Kabisa ushahidi upo. Labda uniambie sana nikupe huo ushahidi. Sawa, tutaingia kwenye ushahidi, lakini nataka niongezee hili swali moja ambalo Waislamu wao wenyewe huwa wanaongea mara nyingi. Nakwambia huwezi kujua Uislamu kwa kusoma tafsiri zake, inatakiwa usome matini Kiarabu. Kwa hiyo ili ujue Uislamu ni lazima ujue Kiarabu, kwa sababu kuna vitu vinatafsiriwa kwa akili ya yule mtafsiri, sio kwamba ndivyo kabisa kwa 100% ilivyo. Okay. Cha kwanza iko hivi bwana simulizi. Hizo ni hoja za kimjadala tu. Okay. Na hata Waarabu wenyewe wanaweza wakasoma wasiujue Uislamu. Okay. Sawa sababu Uislamu ni dini. Okay. Ili uweze kuelewa lazima uangalie mtazamo au muktadha wake wa kidini umelenga nini. Kwa mfano tu hata Waislamu wengi hawajui Kiarabu. Okay. Kuna tu kukalilishwa Qur'ani pale madrasa na kadhalika, lakini umwambie kabisa kwamba anajua hicho Kiarabu ni wachache wanaokijua hicho Kiarabu. Okay. Lakini pia unaweza ukajua Uislamu bila kujua Kiarabu. Okay. Ni kama hao Waislamu wana miaza lao. Vitabu vingi unakuta hata vimeandikwa kwa wanaojua Ukristo kwa namna ambayo wameusoma wao. Ndio. Sawa ndio maana wanajenga hoja kuukosoa Ukristo. Kwa hiyo Ukristo pia unaweza kujenga hoja kuukosoa Uislamu. Lakini hapa tunachokiongelea mimi na wewe tunaongelea elimu ambayo ipo ya kidunia. Okay. Ambapo kuna siri za ulimwengu ambazo Muislamu au Mkristo hawezi kuzielewa kwa kwenda madrasa au kwenda Sunday school au Sabbath school. Okay. Kuna mambo rafiki yangu simulizi
si rahisi kuyajua kwa magazeti. Okay. Si kujua kwa taarifa za habari. Kuna mambo mengine hayaweki katika taarifa za nini? Za habari. Kile ambacho unakiona cha nje na kile ambacho ni cha ndani ni mambo mawili tofauti. Sawa sawa. Kwa hiyo ukiona mambo yanatokea nje, unajua kuna watu wamekaa ndani wakatengeneza. Sasa mimi tuyaache. Sasa mimi naongelea vile vya ndani. Okay. Ingawa pia vimeshaandikwa. Kwa sababu watu hawasomi na wapende kuoji. Sasa sisi Waswahili wa Tanzania, Tanzania wanataka kumficha kitu, mfiche kwenye kitabu. Okay. Yaani utaka hela yako iwe safe. Ndio. Weka kwenye kitabu. Aiza Qur'ani, Biblia, vitabu vingine. Hapo hela yako utakuta salama. Okay. Kwa hiyo sisi mara nyingi tupo busy kwenye vyakula. Okay. Minuso hii tuko vizuri sana na mambo ya udaku na habari za uvumi. Lakini ile mambo ya kimantiki ya ndani, wa Tanzania wengi ni wavivu. Na si Tanzania, sehemu kubwa tu ni wavivu. Ingalau kidogo kwa mbele kule, lakini Tanzania tumezidi sana. Okay. Kwa leo mimi nataka tuseme vitabu hapa. Sawa. Kitabu paka nini? Kitabu. Ni kweli kabisa, ukiona Uislamu, ndio unaweza kuona kama ni dini tofauti na Ukatoliki. Kabisa ndio. Ama Ukristo. Lakini leo wanapishana, sio tu kwamba tofauti, ni kwamba wanapishana na wanapingana na wanapigana kihoja. Ni kweli kabisa. Ingawa Uislamu wenyewe unapigana kwa hoja wao. Okay. Baina ya Shia na Sunni. Okay. Ama Ahmadiyya na Sunni wanapishana. Hata juzi kwa naangalia mdahalo wao hapa ya Waislamu kwa Waislamu. Wanapambana mpaka nimeona. Wanataka wazichape kabisa. Unaona? Kwa hiyo ndani ya Uislamu wenyewe pia kuna mgogoro kama uopo. Kama ulivyo kwa Wakristo nao pia hawapatani. Sawa sawa. Kwa mambo kaza wa kaza, lakini tunapatana kwa sababu ya jina la Yesu au Kristo alikufa na kufufuka. Na pia Waislamu pia wanapatana katika baadhi ya mambo yao ambayo wanayashabiana, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo yakubaliana. Sasa tutaka tuangalie muktadha mzima. Sawa. Wa Uislamu umetoka wapi? Sawa. Uislamu umetoka wapi? Sasa ingawa Waislamu wanajenga hoja kwamba Uislamu ulianza kwa Adam. Mungu alipomuumba mwanadamu wa kwanza aliumba na Uislamu. Lakini sasa ukisoma sasa kwa mtu kiweledi kabisa. Ndiyo. Ukisoma Uislamu au kutafuta Uislamu nje ya Qur'ani na Muhammadi. Ndiyo. Au historia ya Uislamu ya juzi ya miaka 1400 hapa. Ndiyo. Sababu Muhammad alizaliwa mwaka wa 570. Ndiyo. Baada ya Kristo. Sawa. Kwenye ile miaka 610 ndio akaanza kutangaza nini? Dini ya Kiislamu. Sawa sasa ukiutafuta Uislamu kwa historia kuanzia Adam kabla ya mpaka kwa Muhammad huwezi kukuta Uislamu. Okay. Sababu Uislamu una nguzo 5. Ndio. Nguzo 5 za nini? Za Uislamu. Za Uislamu. Na kuna nguzo 6 za imani. Ndio. Na kuna nguzo 2 za ihsani. Okay. Kwa mambo hayo ndio yanaunda nini? Uislamu. Okay. Na Uislamu unaundwa na Qur'an na hadith na sunna, hadithi za mtume. Okay. Sawa hapo unaunda nini? Uislamu. Okay. Sasa ukisema Uislamu upo katika historia, ndio maana inakuwa sasa utauchakata lakini utaukuta. Okay. Kwa sababu umebaki tu ule wa maneno kwamba Musa ni Muislamu, Ibrahim ni Muislamu. Kwa sababu wanasema kwamba Ibrahim alisujudu, Musa alisujudu, ni Muislamu. Lakini leo Mbuda afanye ibada pasipo kusujudu. Mbuda. Je, mtu akisujudu anakuwa Muislamu? Naona kwa hiyo si kusujudu tu. Sababu ukiangalia sababu mada yetu si haiende sana huko ndani. Ndio. Kwa hiyo labda tunaweke tu hoja hii, wakati mwingine ukanihoji. Nakataa kwamba Uislamu haupo kihistoria. Kwa hiyo Muhammad ndio walisilimisha kina Musa. Alimsilimisha Ibrahim. Okay. Kwa sababu ndio maana utasema utaona Muhammad katika Qur'ani hiyo anasema kwamba yeye ni wa kwanza katika wenye Waislamu na kusilimu. Lakini hapo kuna kitabu cha Wakeze Mtume. Ndiyo. Na wakubwa na wadogo. Ndiyo. Utaona anasema Hadija ndo anakuwa mtu wa kwanza au Muislamu wa kwanza kusilimu baada ya Muhammad. Muislamu nini? Wa kwanza kusilimu. Sasa kuna contradiction ziko nyingi. Kuna ngaja kaza kabla tujaenda. Kuna shehe huwa anafanya naye vipindi anaitwa Mwalimu Kesede. Tumeshawahi kufanya naye kuhusiana na hilo swala la kusema Mtume Muhammad ndiye ameagizwa wewe wa kwanza kwa wenye kusilimu. Tukaenda kusoma kwa Musa naye tukaona hivyo ameagizwa kuwa wa kwanza wa wenye kusilimu. Kwa Ibrahim na hivyo. Yaani kwamba wale mitume wote wa Mungu walikuwa wanasema mimi ni wa kwanza wa wenye kusilimu. Anachomaanisha ni kwamba kwa umma wake wale watu, yani kwa umma, kwa mfano umma wa Musa, umma wa Ibrahim, yeye ndo anakuwa wa kwanza, au umma wa Mtume Muhammad, yeye mtume ndo anakuwa wa kwanza. Hizo ni lugha tu za miazala tu.
Lakini hata Kisedeo mwenyewe ukimwambia uthibitishe Uislamu kihistoria hawezi kukuta Uislamu kwa historia. Na mara zote atakimbilia kwenye Biblia. Hawezi kuenda katika historia akakuta nini? Uislamu hauko. Lakini katika Qur'ani yake atajenga hoja. Na atenda kuthibitisha kwa nani? Kwenye Biblia. Si sehemu nyingine kwamba Ibrahim alisujudu ndio Muislamu. Unaona? Lakini sasa tukiongelea imani ya Ibrahim na imani ya Musa kabisa kimuktaza, utaona ni tofauti. Kwa mfano Musa alikuwa anashika amri 10 za Mungu. Ndio. Sawa? Na Musa alishika Sabato. Sawa? Alishika nini? Sabato. Na Musa alikuwa afungi sala kama unavyofanya leo sala. Sio ile Allahu Akbar, anafunga sala na anatoa dua na kadhalika. Hicho kitu kwa Musa ukikuti. Sasa hapa kapo sasa kuna na pia Musa alikuwa anafundisha kupata msamaha kwa kutoa kafara. Kafara za wanyama. Kwa mtu akiwa na dhambi zake anafika na ungama juu ya yule kondoo, mwana kondoo. Dhambi zake zinahamishwa kutoka kwake zida kwa nani? Kwa yule mnyama. Sasa hiyo ilikuwa ina ishara kwamba kuna Musa alikuwa anafundishwa. Yesu anakuja anasema kwamba Musa anena habari zangu. Ukisema 5:47 Yohana. Habari zipi? Sababu Musa alikuwa anafundisha habari ya msamaha kwa njia ya mwana kondoo. Kwa njia ya kafara. Maana mtume nabii Yohana ambao wasema mta Yahya. Katika 1:29 kitabu cha Yohana alipomwona Yesu yanatembea akasema tazama mwana kondoo wa Mungu achukue dhambi ya nini? Ya ulimwengu. Kwa hiyo ndio connection ya Musa na Kristo. Kwa hiyo Musa alikuwa anafundisha msamaha. Kwa hiyo kondoo ilikuwa ni mifano wa kile ambacho Yesu atakifanyaje atakifanya. Sasa katika Uislamu unakubali kwamba tunapata msamaha kwa ukombozi kwa njia ya damu? Hapana. Haipatikani. Kwa hiyo Musa ana Uislamu wote pale, yuko pale. Kwa sababu moja Musa alisujudu katika ile Kutoka 33. Unaona basi imeshakuwa nini? Uislamu. Lakini sina hata Qur'ani yao imeandika hivyo hivyo kwamba Musa alikuwa Muislamu. Kuandika si hoja. Kwa sababu Qur'ani imekuja juzi. Inamzungumzia mtu ambaye ana kitabu chake mbali Taurati. Na kuna manabii waliopita. Sawa? Kwa maana ni mchakato. Nitakuja nikueleza kwa nini mchakato unavyokuwa. Ndio ushahidi kwamba umetengenezwa maalum ukichanganya Uyahudi, Ukristo na upagani. Kwa hiyo Uislamu ni mchanganyiko wa vitu vitatu. Uyahudi, Ukristo na upagani wa Maka. Na kwa wale waunzi wake walibidi watengeneze kitu fulani ambacho kitashabiana Ukristo na Uyahudi ili baadaye malengo yao yatimie. Ndio maana Uislamu upo katika dini unaitwa katika dini za Ibrahim. Na Ukristo pamoja na nini? Na Uyahudi. Kwa nini? Kwa sababu kuna laza ambayo inaunganika na Wayahudi na Wakristo kwa kutambua wale manabii hapa na pale. Na kuhusu swala la kusujudu, mimi hapa pia na walaumu wa Kristo. Unajua kwenye ile pia kusujudu si ile kuinama tu. Hata kupiga magoti ni kusujudu. Maana kusujudu maana yake ni kujinyenyekeza kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Sawa? Unaweza ukakaa paka chini ukala kifudifudi. Ibrahim alikuwa analala kifudifudi. Sawa? Ukisoma ile 17 Mwanzo, Ibrahim Mungu kama nenda mbele zangu kama mkamilifu. Ibrahim akala kifudifudi au kifulifuli. Sasa Waislamu wanafanya kifulifuli? Hapana. Sawa? Kwa hiyo ukiona pia manabii katika sehemu kubwa unapokuwa unafanya ibada walikuwa wanapiga magoti. Kama 6:10 Danieli tunaona akapiga nini? Magoti. Lakini kwa hiyo Mungu lazima tumfuate kwenye kifu. Hata mimi katika ibada zangu siwezi kumwabudu Mungu nimesimama. Sawa? Ninapiga nini? Magoti au kusujudu kwa namna moja nyingine. Sasa Muslim wao wanasimama muda mrefu. Ni ile tu kupiga kuinama na kuinuka. Ni kama tu hivyo tu ibada tu ya kama ya inaweza nikasema ibada ile ya marudio tu. Sasa ndo mata na muda mwingi unasimama kwa ile kufunga rakaa. Na Yesu anasema kwamba wanafiki wanasali hadi wamefanyaje? Wamesimama. Kando ya njia au popote au kwenye masoko popote pale. Na Muislamu anaweza akapeka mswala hata barabarani akasali. Sasa paka hapo Sasa sitaki tuchimbe haya mambo sana kwa ndani. Sababu hiyo ni uhuru wao wa kusali. Yaani kuwa Muislamu ni uhuru wako. Ndio. Kuwa Mkristo ni uhuru wako. Lakini hapa tunajenga hoja. Sababu Muislamu naye anajenga hoja anivute mimi niwe Muislamu. Ama mvute Mkristo awe nini? Muislamu. Hata mimi najenga hoja kumvuta Muislamu aje kawa nini? Katika imani katika Kristo. Sasa ndio hata leo tunaruhusiwa hata kiserikali. Kwa ibada ya 19 nafikiri ni ibada ya 19 kipengele cha kwanza cha pili kwamba kila mtu ana uhuru kutangaza dini yake na kubadilisha nini? Dini. Kwa natakiwa unishawishi kwa hoja. Kwa katika hoja zangu ambazo mimi nimechimba siwezi kuwa Muislamu. Sawa? Kwa sababu nimeona Uislamu na Ukatoliki vinafanyaje? Vinashabiana. Kuna malengo yako pale.
Na Uislamu hauna assurance ya kukupeleka katika ufalme wa Mungu. Sawa sawa. Ndio maana katika ile surati Maryam sura 19 aya 71 nasema hakuna katika nyinyi ambaye atafikia hiyo. Hebu tuisome tu andiko. Okay. Sema wala hakuna yoyote katika nyinyi ila ni mwenye kufikia hiyo jehanamu. Ni wajibu wa Mola wako uliokwisha hukumiwa. Tayari. Sawa Ndio. Sasa kwa hiyo ukiona hata hiyo sherehe yake utaona wanaenda peponi na wanaenda motoni wanapitia njia hii moja. Sasa ndio maana hapo wanasema kuna kanyuzi kambamba kanapita zaidi ya nywele mbambo wake kutoka kule jehanamu, lakini wote mtaingia jehanamu. Alafu Allah ataanza kuchagua mmoja baada ya mwingine. Lakini ushaingia wapi? Jehanamu. Kwa maana kuna vitu vya ajabu ajabu ambao ukifikiria kwamba ni wokovu mpaka uingie jehanamu. Sasa kuna contradiction na hii aya ni ngumu sana. Nikuta shehe moja anaelezea msikitini, akawaambia bayana wote hapa lazima tuende jehanamu. Na hiyo posti nikaiposti sehemu kule msikitini, hakuna mtu aliyepinga. Wakasikiliza. Lakini hivyo iposti ile posti Waislamu wakafanyaje? Wakapinga. Sasa yule ni shehe na amejifunza kwa shehe mkubwa. Unaona? Sasa inamaanisha kwamba ni wokovu mpaka uingie wapi? Jehanamu kwanza. Alafu ndio uanze kuchaguliwa na Allah. Sasa kwa hoja hiyo tu mimi siwezi, sababu katika imani ya Kristo, hebu nisome 19. 19 vipi? Yohana. Sawa. Yohana 10:9 anasema, mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Ataingia na kutoka naye atapata malisho. Na atapata nini? Malisho. Kwa maana ukiingia kwa Kristo, maandiko yanasema yeye ni lango, utaokoka. Sasa hapa kapo. Ndio. Sasa piga tena 14 mstari wa kwanza. Yohana hapa? Hiyo. 14 mstari wa kwanza. Nasemaje? Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Endelea. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Endelea. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Sumuona? Ndio. Yaani katika Kristo kuna matumaini. Ndio. Yeye ndo lango, ukiingia unapata marisho. Sawa. Na pia ameenda kuandaa makao kwa Baba yake, yani katika ufalme wa Mungu. Akishamaliza anakuja kuwachukua watu wake ili yeye alipo na sisi tuwepo. Sasa Mtume Muhammad anasema nini? 46:9 Qur'an, somee. 46:9. Je, anaweza akawa tumaini? 46:9 Qur'an. Okay. Nipe hiyo ya karatasi. Je, kupe karatasi. 46:9. Unajua Qur'an ni kitabu kidogo sana Qur'an. Kinazidiwa ukubwa na Agano Jipya. Sawa. 46:9 anasema, mstari wa 9 anasema, Sema. Mimi si kiroja miongoni mwa mitume, wala sijui nitakavyofanywa, wala nyinyi. Mimi nafuata niliofunuliwa tu kwa wahai, wala mimi si chochote ila ni mwonyaji mwenye kudhihirisha wazi. Umeona point hiyo? Ndio. Yeye si chochote wala nini? Lolote. Yeye si kiroja mpya. Si ndio? Wala si chochote, kasema. Mimi si kiroja miongoni mwa mitume, wala sijui nitakavyofanywa, wala ni nyinyi. Mimi nafuata niliofunuliwa tu kwa wahai, wala mimi si chochote ila ni mwonyaji mwenye kudhihirisha. Yeye si nani? Si chochote. Hiyo ndio point uchukue. Acha kwanza hajui yeye atakavyofanywa. Wala hajui wafuasi wake utafanya nini? Utakofanywa. Ni kama wewe kwa ni wapi? Iringa. Uliniambia. Ndio. Unapanda basi. Ndio. Driver yuko pale. Anakuambia tunasafiri kwenda wapi? Iringa. Ila sipajui Iringa. Okay. Wala sijui njia kwenda Iringa. Okay. Ilo gari utapanda? Hapana. Kwamba twende tu, mimi si chochote. Ila ni kwa hiyo mimi ni driver. Kwa hiyo lazima tunapomfuata kiongozi wa dini lazima tujue kwamba tutapata nini kwake. Hata Yesu mtume wake alimwambia, tukikufuata wewe tutapata nini kwako? Okay. Yeye akawaambia mtapata uzima wa nini? Wa milele. Sasa hapa hapa kwa kiini cha dini yoyote ni kupata uzima wa milele. Mfano kama unataka kujiunga na Hinduism, wao kwamba ukifa unataka reincarnation, kwamba unaweza ukiwa mtakatifu unaweza kuzaliwa ng'ombe au kuzaliwa kiumbe kingine au mwanadamu kwa namna nyingine au kusema tofauti tofauti. Maana wale Wahindi wali ng'ombe. Sasa unaona kama ng'ombe ni ndugu zao tu wale kufa. Na ukiwa muovu unaweza ukawa nzi, mbu. Sasa kwa kiti mama sema hii dini balaa. Na Buddha unakuwa unayuka vile pia una reincarnation. Kwa hiyo kuna dini ambazo ukiziangalia unaona hapa hamna balaa. Waislamu wao wanaijibu hii hoja kutoka hapo hiyo tulioisoma hapo hiyo Qur'ani. Wanachosema kwamba hapo kwanza anaosema mtume hajui.
wanaambiwa Mayahudi na Wakristo, sio Waislamu. Amesema kianzia huyu mistari ya juu kuhusu nini? Kuhusiana na hili kwamba sijui mtakavyofanywa nyinyi wala mimi. 46 hiyo 9. Sasa nabii gani asiyejua? Anasema kwamba hii ni rehema kwa ulimwengu wote. Ndio. So unasema ni rehema. Ndio. Na maana kama ni rehema si atoe tuseme nini, matumaini. Ndio. Sababu mtu kiwa rehema utoe matumaini kwa watu wote. Okay. Ili watu wakufuate. Sawa? Na humo ndani humo kwenye Qur'ani anasema kwamba Wayahudi na Manasara, sawa hawatapata uzima mpaka wafuate vitabu vyao. Ndio. Sawa? Sababu ndio hatujabezi huko sana, ningeweza kufundisha kitu. Lakini point inakuja hapo, aya ya Qur'ani ndio ilichoandikwa imeshushwa na Allah kwa mujibu wa Uislamu. Okay. Si ndio maana yake? Ndio. Kwa hiyo imeshushwa na Allah, ina maana aya ya nani? Ya Allah. Okay. Sasa kama yeye mwenyewe amesema, tuchukue hoja hii kwamba anasema na Wayahudi na Wakristo, afa akasema mimi sijui nitakachofanywa. Basi akitoka hapo aende kwa Waislamu, afu atawaambia najua nitakachofanywa. Hebu niambie inakuaje? Okay. Tulisoma haya kama hii hapa na Mwalimu Kesedena, na vile vile anasemaje, kuna hadithi ambayo aliitoa ambayo inaonyesha kwamba Mtume Muhammad anasema watakaomfuata wakawa wema mpaka siku ya kufa, yeye kule mbinguni atawaandalia nyumba katikati ya pepo, pembeni ya pepo, juu ya pepo, chini ya pepo, yani kila sehemu. Nikasema ni kwa vipi wakati Yesu kashatangulia na ameshaenda kuandaa makao? Akasema Yesu anaenda kuandaa mahali padogo, ila mtume yeye ile pepo yote ndio kapewa yeye. Ametoa wapi maneno? Ni aya ya kusema ataandaa kuandaa nyumba, atawajengea nyumba chini, juu, katikati, pembeni. Tulisoma hadithi. Ningependa ingekuwepo tukisoma. Lakini sasa point inayokuja, Muhammad mwenyewe anamwambia, kuna hadithi inasema Muhammad anamwambia binti yake Fatima na shangazi yake, sawa na ndugu zake, kwamba yeye hana uwezo wa kuokoa katika moto wa jehanamu. Okay. Sawa hiyo hadithi wanaifahamu Waislamu. Hana nini? Uwezo wa kuokoa. Na Qur'ani 7:178 nasema kwamba yeye pia hana uwezo wa kujiondolea madhara. Okay. Sawa yeye mwenyewe hana uwezo wa kujiondolea madhara, hana uwezo wa kumwondolea mtu madhara. Sasa kusema kwamba haya mambo yanayojengwa kwa Wakristo peke yake, huu utakuwa ni unafiki. Kwa hiyo Muhammad anaitwa ni mkweli mwaminifu kwa mujibu wa Uislamu. Kwa alichokiongea kwamba yeye si chochote na hajui atakachofanywa yeye binafsi. Amesema kweli. Labda kama akadanganya akasema kwa Wakristo tofauti na anasema kwa Waislamu tofauti, na maana huyo ni mtu muongo. Kama ni mkweli akasema kwamba mimi sijui nitakachofanywa na mimi si chochote, kwa maana Muhammad hajui hatima yake. Lakini Yesu mwenyewe anasema yeye, hebu soma maandiko haya. Okay. 11:25 Yohana 11:20. Kwa hakuna aya katika Qur'ani Muhammad anajiamini kwamba watu wakimfuata yeye, sawa ndio watapata uzima wa milele. Hakuna. Sawa. Mstari wa 25 Yohana 11 anasema Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi hata akifa atakuwa naishi. Umeona? Okay. Kwamba Yesu ndio ufufuo na nini? Na uzima. Kwa maana mtu akimfuata Kristo atafufuliwa. Okay. Lakini Muhammad hana uwezo wa kujifufua wala hana uwezo wa kufufua. Okay. Yesu alikuwa anafufua wafu. Na Yesu ndio atarudi. Mara ya ngapi? Ya pili. Ingawa Waislamu wanamuita pia ni ishara ya kiyama kwa imani yao wanavyojua. Maana ya kiyama nini? Waislamu wanajua maana ya kiyama. Maana ya kiyama wanasema ni siku ya kisimamo. Ila maana ya kiyama kwa lugha fasihi ni ufufuo wa wafu. Okay. Sawa, ufufuo wa wafu. Kuna maana kama hiyo maana mwalimu wewe unaitoa wapi kwamba kiyama ni ufufuo wa wafu? Kiyama? Ndio. Yaani wewe tu mwenyewe wewe ingia tu katika muktadha wa lugha yenyewe. Okay. Kiyama ni ufufuo nini? Wa wafu. Sababu siku hiyo Mungu atakuja kuhukumu ulimwengu. Okay. Wazima na wafu. Sawa? Ndio. Kwa mfano sasa, hebu nisome maandiko haya. Sawa. 5:25 kwanza Yohana 5:25. Sawa, nasema mstari wa 25. Nasemaje? Amini amini nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu watakaposikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Wale watakuwa nini? Hai. Mstari wa 28. Mstari wa 28 hapa nasema msistajabie maneno hayo, kwa maana saa inakuja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Watasikia sauti yake. Mstari wa 29. Nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa hiyo hiyo sauti ni ya nani ambaye inawafufua? Yes. Ya Yesu. Ndio.
Alafu anasema wafu wote waliomo wapi? Makaburini. Muhammad yupo kaburini, hayupo kaburini? Yupo. Kina Hamza hawapo kaburini? Wapo. Kina Umari? Wapo. Kina Usman? Wapo. Kina Khadija? Wapo. Kina Fatima? Wapo kaburini. Si wapo? Ndiyo. Na Waislamu wote wanapigana jihadi wako wapi? Kaburini. Kuna maana sauti ambayo inakuja kuwafufua sawa ni ya nani? Bwana Yesu. Yes. Kuna maana Yesu ndio ataleta kiyama. Okay. Na yeye ndiye mhukumu wa walio hai na walio nini? Kufa. Kwa ukisoma ile Mathayo 25 mstari wa 31 kuendelea, utasema tu kwa muda wako, utaona Yesu atakuja, anapokuja katika ufalme wake atawabagua mataifa yote. Upande wa kushoto mbuzi, upande wa kulia nini? Kondoo. Na atatoa hukumu kati yao. Sasa ukisema kama unampa Yesu katika Qur'ani yao kwamba ni ishara ya kiyama, pointi ya haraka kwamba yeye ndiyo ni ishara ya ufufuo wa wafu. Okay. Sasa paka hapo ingawa Yesu wa Qur'ani anajicontradict. Okay. Anajicontradict. Na Qur'ani pia inajicontradict. Na pia Uislamu ndio kwa moja simulizi. Ndio. Uislamu kwa Qur'ani umejengwa kwa 20% tu. Okay. Uislamu kwa 80% umejengwa na hadithi na fiqh. Okay. Na ile wanazuoni, uchambuzi wa wanazuoni. Okay. Maana leo tata wao wamegawanyika siku unakuta leo Waislamu wa Imam Shafi'i, Hanbal, sio nini wamegawanyika kama yani wasuni humo kuna yule ulama wao ambao wanamwamini. Okay. Na washia hivyo na wao muamini. Kwa hiyo Uislamu umejengwa na maulama na hadithi kwa 80%. Qur'ani yenyewe haijitoshelezi kuunda Uislamu. Never and ever. Hadi kuchukua Qur'ani uwe Muislamu kwenye Qur'ani. Nipe nguzo 5 za Uislamu ndani ya Qur'ani. Haziko? Okay. Nguzo 6 za imani, nguzo 2 za ihsani. Hakuna. Kwa hiyo Uislamu umejengwa nje ya Qur'ani kwa 100% kubwa. Na hizi hadithi pia zimepita miaka 200 ndio zikaandikwa hadithi. Okay. Kuna hadithi zingine ziko na zinakataliwa na Waislamu sema ni hadithi dhaifu. Sababu miaka 200 iliyopita ndio wakaanza kuandika nini? Hadithi. Hata Qur'ani haikuandika wakati wa Muhammad. Nilimsikia mtume akihadithia, nilimsikia fulani akihadithia kwamba mtume imepokelewa na Abu Huraira, imepokelewa sio na nani. Kwa unakuta ni hiyo ni baadaye na hasa wakati wa dola la Kiislamu inaitwa Habasia. Ndio wakati ambao hadithi nyingi ziliandikwa. Okay. Na Habasia ni miaka 755 kwa kuendelea mbele. Kwa maana Uislamu kuna vitu ambavyo viko. Sasa labda tu nikupe siri kidogo. Hata tuna ile injili ambayo imeandika Qur'ani. Ndio. Ni injili yale maneno ambayo yanazungumzia habari za Yesu ndani ya Qur'ani. Ndio. Yametokana na injili za apokrifa. Okay. Ukisikia apokrifa ni maandiko yaliyokuja baada ya mitume kufa. Okay. Ambayo ilikuwa ina contradict mafundisho ya mitume. Na waandishi wake hawajulikani. Na haya mapokeo ndio Wakatoliki pia wameyachukua, yako pale Vatican. Okay. Ndio imeunda nini? Hizo maelezo kuhusiana na habari za Yesu, habari za kina Mariam na mengineyo. Okay. Hata kuhusu kwamba Yesu aliumba ndege akampuliza. Ipo kwenye injili ya apokrifa ya Yakobo. Kumbe. Sawa. Okay. Kuhusu Yesu siji kwamba ni ile nini hapa? Kuzaliwa chini ya mti. Ndio. Mariam akatikisa sijui ile mtende. Ndio. Sawa. Zipo kwenye injili ya apokrifa ambazo zilipoandikwa na mitume. Kwa hiyo Qur'ani imechukua zile dogma. Maana ikasema kwamba Uislamu wa Katoliki walichukua zile madogma wakayatupia kule. Ndio maana kwenye issue ya Mariamu utaona Uislamu na Katoliki wanafanyaje? Wanaendana. Ndio maana pale Yerusalemu kuna bafu, wasema bafu alikuwa anaogea Mariamu. Ile bafu kama ukienda kuogea pale unapata ujauzito. Pale umejazana Waislamu, wanawake wa Kiislamu na wanawake wa Kikristo. Unaona wote wanamkubali Mariamu. Ninde ingia tu pale bafu la Mariamu pale Yerusalemu. Au sio? Okay. Kwa maana kuna madogma yale yaliyotengeneza nayo hata hapa naweza nikasema. Yale yote ambayo imezungumzwa kwenye Qur'ani yapo kwenye injili za apokrifa. Okay. Ambazo ni injili ambazo sikia ni zilizofichika. Yaani injili zile ambazo zilikuja miaka si 200 huko 200 na kitu zikaibuka na waandishi wake wajulikane mpaka leo. Kwa maana ndo madogma ambayo yametunzwa kule kwenye Vatican Archive kwa ajili tu kwa mlolongo maalum wa kuunda Uislamu. Kwa hiyo Uislamu uliandaliwa kabla ya Muhammad hajazaliwa. Ilikuwa ni plan, ni strategy ya kuliangamiza kanisa la Orthodox. Okay. Pamoja na Wayahudi na wale Wakristo wa Amri 10.
Sasa kwa sababu Roma ilishindwa kuangamiza, sababu iliona aibu kwamba itapochukua jukumu la kuangamiza wa Orthodox, Wakristo wenzao, kuangamiza Wayahudi na wale Wakristo wa Amri Kumi, dunia au historia itasemaje kuhusiana wao? Sawa. Ndio. Umeelewa Ndio. Dunia itaonaje kuhusiana wao? Ni kama leo nataka kuua watu ambao unajua hapa nikiwaua mimi. Ndio. Ndugu zangu. Hawa. Kwanza mimi labda kama mimi ni kiongozi wa dini. Okay. Nikinyosha mkono wangu kuwaua hawa watu, watanionaje baadaye? Okay. Hata kama basi nimefanya kwa siri, siku wakijua itakuwaje? Sawa. Kwa hiyo inabidi itengenezwe mpango kuunda kitu fulani cha kidini na cha kisiasa pamoja, ili hicho kitu kifanye kazi kwa niaba yao. Okay. Unakuta kinaua, inatimiza malengo yake, lakini jamaa anaonekana hana nini? Lawama. Okay. Wewe leo kitokea leo maugaidi duniani na nini mambo kama hayo, wanalaumu Uislamu. Uongo kweli? Kweli. Kwa maana inakuwa ni mwamvuli wa kumkinga gaidi wa kweli. Kuna magaidi wa kweli wako. Okay. Sawa. Na ukisoma na kitabu hapa kimeandikwa hapa. Kwa nini Wakatoliki hawakasiriki? Ndio. Hichi kitabu kimeandikwa na Padri Tetes Amigo. Okay. Kinakiri kwamba kanisa Katoliki liliua sana. Okay. Ila leo wamesema hawaui. Okay. Sasa nataka nikupe habari. Ndio. Sasa leo lawama nyingi zinaenda kwa Waislamu. Sawa. Na Uislamu uliteka maeneo yote ya Wayahudi na wale Wakristo wa Mashariki. Sawa. Lakini hawakuteka maeneo ya kanisa Katoliki. Okay. Kuna sehemu tu walikiuka, walipishana. Unajua hata ndugu mnagombana wakagombana kidogo hapa na pale, lakini wakaja wakaa chini wakamalizana. Okay. Sawa. Ndio. Sasa pointi katika kuthibitisha hilo lango ambalo nimelizungumza. Ndio. Baada ya kujenga hoja zangu kwamba kama vile nasema wanavyojenga hoja zao. Ndio. Kuona Ukristo ni kitu ambacho hakifai. Ndio. Lakini na uzima wa nini? Wa milele. Ndio. Wana haki ya kusema hivyo kabisa, na wana hoja hizo za kusema hivyo, na neema ya Mungu ipo pamoja nao wanapokuwa na chakata kukutana na Yesu. Na mimi na pia Wakristo na haki ya kuonyesha bayana kwamba Uislamu hauna uzima wa nini? Wa milele. Kwa sababu hoja haikujikita sana hapo, wakati mwingine tutajikita hapo. Natoa sababu za kinifu.